wengi hawakuwa na elimu ya kutosha. Kwa hiyo hata ulikuwa unawaelezea vitu vingine kwamba hiki ni ukatili, hawaelewi kwamba hicho ni ukatili kwao. Kwa hiyo inawezekana ni vitu ambavyo wamekuwa wakiviona katika jamii zao, lakini na vitu vingine ambavyo tumeviona. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu sana kuendelea kuongezea nguvu katika kuhakikisha kwamba tunaungana na serikali katika shule salama, kuhakikisha kwamba kila mtoto anakuwa katika mazingira salama kabisa. Kwa hiyo tumeenda kuongezea nguvu katika kuhakikisha hiyo elimu inawafikia kila mtoto. Okay. Labda nini ushauri wako unapokwenda kumalizia ili hawa watoto wapate elimu? Maanake wako mashuleni lakini elimu bado hawana. Nafikiri kitu cha muhimu sana ni kwanza ni ili kuondoa kabisa hii kitu. Cha muhimu zaidi ni lazima wote tushirikiane. Jukumu la kuondoa kabisa ukatili ni jukumu ambalo linatakiwa kuanzia kwenye ngazi ya familia. Kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira salama ya mtoto kuanzia nyumbani, anapokuwa shuleni, anapokuwa katika jamii, mtaa na sehemu yote anapokuwepo. Kwa hiyo hili ni jukumu ambalo linatujumuisha wote kama jamii. Kwa kila mmoja ana nafasi ya kufanya katika kuhakikisha kwamba tunafikia jamii salama kabisa. Serikali imewekeza nguvu kubwa katika kuanzisha madawati ya ukatili wa kijinsia, lakini kuanzisha vile vituo vya mkono kwa mkono katika ngazi ya mahospitalini vinavyotoa huduma za ukatili wa kijinsia, lakini pia wamejengea uwezo watoaji wa huduma za msaada wa kisheria.